Hii ni Benel RTV, usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment. Namshukuru Mungu kwa siku njema ya leo. Imekuwa ni Jumapili njema kabisa ya baraka, na hakika tumemwona Mungu ndani ya kanisa la Malango ya Baraka Christian Center, na tuko na mtumishi wa Mungu, mwimbaji Sala. Amekuwa baraka sana katika siku hii ya leo, na yeye analo jambo la kusema na wewe unayemsikia na unayemtazama popote ulipo, na atatueleza ni kipi alichobarikiwa nacho au ni ujumbe gani ambao amepokea, na yeye ni kwa nini aliamua kuimba wimbo huo ambao sio sisi tulomchagua. Ni maana gani au ni kipi kilimgusa? Karibu dada Sala, utusalimie, msalimie mtazamaji pamoja na msikilizaji. Asante sana, Mungu akubariki. Nashukuru sana leo kuingia katika ibada hii ya Malango ya Baraka Christian Center. Nimebarikiwa sana na ibada ya siku ya leo. Nimebarikiwa na mchungaji na watumishi wengine ambao wamejumuika pamoja katika ibada hii. Lakini kilichonibariki katika ibada hii ilikuwa ni ibada yenye nguvu, ibada ya maombi, ibada kabisa ambayo ukiingia hapo unasikia kubarikiwa kabisa. Kwa hiyo mimi binafsi nimefurahi na nimefunguliwa kitofauti kabisa. Vile vile katika kuimba wimbo huu, ni wimbo ambao umekuwa ni wimbo ambao niliimba nikiwa na kundi la Bethel Gospel Singers. Umekuwa ni wimbo ambao ni wa baraka. Kwa niliimba ni wimbo wa utumishi, kwamba sio sisi tuliomchagua Yesu, kwa maana kwamba sisi tulichaguliwa na Yesu, tulichaguliwa na Mungu ili tufanye kazi hii. Amina. Stop kidogo da Sala. Unaweza kutuambia kidogo kapela angalau dakika moja? Sio sisi tulomchagua Yesu, bali Yesu alitupenda akatuchagua sisi. Yesu atupenda, Yesu atupenda, namna hiyo. Amen. Naamini hapo aliyesikia ameelewa na kukumbuka kabisa. Endelea, karibu. Kwa hiyo imekuwa ni ibada ya baraka kwangu. Imekuwa ni ibada ambayo imenifungua. Mchungaji alikuwa anahubiri kutoka mlima Gilboa. Kutoka mlima Gilboa, mimi mwenyewe binafsi nilikuwa sielewi kutoka mlima Gilboa. Mlima Gilboa ni mlima wenye mateso, ni mlima wa aibu, ni mlima ambao watu walikuwa wanafia kwenye huo mlima. Lakini leo, ibada ya leo, mchungaji ametufundisha kwamba tunatoka kwenye huo mlima, tunatoka na baraka zetu, tunatoka na uzima wetu, tunatoka na watoto wetu, tunatoka na chochote ambacho kilitakiwa kifie Gilboa, lakini hakitafia Gilboa, bali tutashuka nacho kuja navyo kwenye nyumba zetu na familia zetu. Kwa hiyo nimebarikiwa, imekuwa ni ibada ya baraka, imekuwa ni ibada ya mafanikio kwangu. Ni ibada ambayo sitaisahau kabisa. Amina, amina. Na unamwambia nini pengine mtu yuko kwenye mateso, bado hajashuka kwenye mlima Gilboa, yeye unamwambia nini? Yule mtu ambaye hajashuka kutoka kwenye mlima Gilboa, na msingi kwamba atoke kwenye mlima Gilboa, maana mlima Gilboa sio mlima wa baraka kwake. Atoke kwenye huo mlima, ashuke mpaka pale utakapoenda kuangusha zile kuta za Yeriko. Amina. Naamini kabisa kutoka kwake ni kumkimbilia Mungu. Na kuhusiana na mtumishi wa Mungu Apostle Jackson Mwangekele pamoja na Pastor Lita, hawa ni watumishi wa Mungu, wanamtumikia Mungu ndani ya kanisa hili. Na pengine yuko mtu ana shida, ana changamoto, yeye unamweleza nini? Bado yupo kwenye mlima huo Gilboa, unamwambia nini kuhusiana na mtumishi wa Mungu huyu? Asante. Labda mimi niseme kwa mtu yoyote ambaye bado yuko kwenye mlima Gilboa, ukifika hapa kanisani Christian Center kwenye madhabahu ambayo inasimamiwa na mchungaji Jackson Mwangekele na mtumishi wa Mungu Lita, ni utafunguliwa, kwa sababu hawa ni watumishi ambao wameitwa na Mungu kabisa, wamepakwa mafuta. Wakikuwekea mikono tu, wakikuombea, hautabaki kama ulivyo. Ni lazima ufunguliwe, ni lazima vifungo vyako vitoke, na ni lazima utoke kwenye huo mlima. Kwa hiyo popote ulipo, usiache kufika kwenye ibada hapa Christian Center Chanika. Njoo kabisa, utakutana nao watumishi wamepakwa mafuta kabisa. Ni watumishi wa Mungu. Mungu anawatumia kwa viwango vya juu kabisa. Hutajuta kukutana nao. Amen. Amen. Barikiwe. Amen.